Baba, unajua kama leo ni siku ya wanawake duniani? Ndio, najua. Nimeona umempost bibi status. Umeandika maneno mazuri sana ambayo yanaashiria upendo na kuonyesha kuwa hakuna kama yeye hapa duniani. Ni kweli. Hakuna kama yeye katika maisha yangu. Hakuna. Unadhani na mimi napaswa nimposti nani leo? Wengi hupenda kuposti wazazi wao. Japokuwa leo ni siku ya wanawake wote wanaoleta matokeo chanya katika jamii. Yuko wapi mamangu na mimi nimposti? Kama ambavyo umemposti wewe mama yako. Maswali hayo ulikuwa unaniuliza siku kadha wa kadha, na nilikuwa nakujibu kwamba mama yako alipo mimi sipajui. Lakini utaonana na mama yako. Na mimi sipendi kukuona unakuwa na majonzi na mama yako. Sipendi. Dadi, haya ndio yamekuwa maneno yako kila siku. Umekuwa ukinipa matumaini ya kwamba ipo siku nitamwona mama yangu. Hivyo unajua ni maumivu kiasi gani napitia. Kama mamangu alishafariki, niambie tu nijue, hata kaburi lake tu nilione. Inatosha dad. Sio ni thamani ya kuishi hapa duniani ikiwa sina amani. Sio ni maana ya kuishi ya maisha ya kifahari wakati moyo wangu hauna amani. Dad, naomba niambie basi mamangu alipo. Hata kama alishakufa, nione basi hata picha yake. My son, najua maumivu unayapitia. Mimi nayajua. Ila nakuahidi, iko siku utakutana na mama yako. Naomba usiwe na majonzi. Naomba usilie. Pole sana mwanangu. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, haupo, uwe haupo. Wanatamani hata kidogo kuone, maswali yapo mengi wako yajibu niwe. Wewe umefuata nini hapa? Nakuuliza umefuata nini hapa? Samahani Sonia, naomba nikaribishe tuzungumze. Wewe kwenye hii nyumba hivi, ukijiangalia kwanza juu mpaka chini, unaanza kuongea na mimi kwenye hii nyumba? Naomba ongea haraka haraka kilichokuleta hapa uondoke. Kwanza niombe radhi kwa kuja bila taarifa. Alafu ujio wangu sio nia mbaya kabisa Sonia. Nilitaka tu kukuambia mateso anayopitia na mtoto ni makali sana. Sana Sonia. Na inapofika hatua anahitaji joto la mama, anakuwa kama kifaranga alionyeshwa mvua katika kundi la kunguru. Anaweza kupoteza maisha muda wote. Sonia, naomba urudishe moyo wako nyuma mama yangu. Tumlee mtoto. Nimemlea miezi 9 tumboni. Sasa ni wakati wako kusimama kama baba. Na kama ukiona anakushinda, basi mpeleke kwenye vituo vya watoto yatima huko, watakusaidia kulea. Nadhani umenielewa. Sonia, kwani mtoto amekosea nini mama? Mimi sawa, sina kipato. Hadi mtoto wako pia. Naomba Sonia, kanaye angalau mwaka mmoja.
mimi nijipange, nitakuja kumchukua Sonia. Nakuomba. Mpenzi wangu hahitaji kukaa na mtoto kwa sasa, na siwezi kumkwaza kwa kitu chochote kile, na hata ikitokea anahitaji mtoto kwa sasa, basi nitamfurahisha kwa kumzalia vipunde. Nadhani umenielewa. Kaka, nakuomba ndugu yangu nisaidie kuongea na Sonia. Anisaidie kumlea mtoto. Mimi nijipange tu tutakuja kumfuata kakaangu. Naomba unisaidie. Okay. Nitazungumza naye alafu nitakwambia. Okay, asante. Kuonije lini? Wewe. Ushaambiwa utajulishwa. Sasa usicholee hapo kitu gani? Bye. Hai. Nenda. Maswali yapo mengi wako yajibu niwe, maana wakupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe, mwenyewe. Single father, 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 single father. Wazazi wangu, kwanza nashukuru sana kwa kuweza kukubali kikao kifupi ambacho mimi nimekiitisha, lakini pia niwaombe radhi kama haya nitaenda kuyazungumza ataenda kwa kwanza. Mnisamehe sana. Wewe ongea tu babangu, wala usijali. Hivi karibuni mke wangu aliumwa, nikampeleka hospitali na daktari akashauri tucheki vipimo vyote. Kwa bahati mbaya akagundulika na maambukizi ya VVU. Hata mimi nilishtuka kama nyewe mlivyoshtuka. Ndipo daktari akashauri mimi na mtoto pia tufanye vipimo. Lakini tulipocheki mimi na mtoto tukajulikana hatuna maambukizi aina yoyote yale. We Sabla, ugonjwa umetoa wapi sasa? Kiukweli hata mimi nilijaribu kumuuliza usiku mzima ugonjwa umeutoa wapi au sababu ya ugonjwa ni nini, lakini akashindwa kunipa majibu ya kueleweka, na hiyo ikapelekea mpaka mimi nifanye maamuzi ya kumpatia talaka. Mmefikia mpaka kupeana talaka tena? Sabla, anachoongea mwenzio ni cha kweli? Si unaulizwa wewe? Naona unapwesa tu unazunguka round about, unatizama chini utafuta nyungu. Nyoka! Ndio mama, ni kweli. Kaka, mbona usiku tena na mtoto? Tulikuwa tunaelekea mgawani hapo. Nione kama tutapata ukoko, maana hatujala toka asubuhi. Pole. Asante. Ningekuwa mimi ningeweza, lakini nanitesa sana kuhusu Salina. Nakuwa pati usingizi kabisa. Nilikuwa nasubiri mume wangu atoke ndio nikuletee chakula. Asante dada, maana siku ya leo sikufanikiwa kabisa kupata hela ya kula. Vipi, anti yangu anaendeleaje? Ali joto tu liko limepanda, maana leo nimetembea naye sana juani.
Umempa dawa lakini? Ndiyo, na pia leo nilienda kwa mamake kuongea naye, lakini licha ya kumbembeleza sana amekataa kumchukua. Kaka, nilishakwambia ni ngumu kumwaminisha nzi kuwa asali ni tamu kuliko uchafu. Hebu muache Sonia afanye anachokiamini. Ila ipo siku atatambua thamani na umuhimu wa huyu mtoto. Na siku atakayeleta pua yake kuja kumfuata, ndipo atanijua mimi ni nani. Acha tumlee, mtoto atakuwa tu. Umenielewa? Sawa dada, mimi nimekuelewa. Basi mchukue, maana mimi ni mwashi miji yako. Njoo mwanangu, njoo. Single father, single father, single father, single father, single father, single father. Mapenzi yamejawa na usaliti, watapenda visa vingi. Yasi Maisari, toka mchana uje kula chakula, utakuja vidonda vya tumbo. Tafadhali mkula kidogo. Hapana baba, mimi namtaka mama. Mama yako yupo na ameenda kuchukulia zawadi. Nafikiri kesho atakuja nayo. Kula. Baba, ulimfukuza mama kwa sababu ni mgonjwa, na wala kupata muda kabisa kufikiria kuhusu mimi. Hapo ananidanganya tu. Mama hawezi kurudi tena. Nani amekupa hizo habari Asli? Tangu mimi nampenda sana mama yako na kamwe haitotokea kumwacha. Yupo, nisikize mimi ninachokwambia. Kula, kesho atakuja, atakuletea na zawadi. Tena zawadi nzuri ambazo nazipendaga. Baba, kama unataka mimi nile chakula, mpigie mama simu nithibitishie kama atarudi. La sivyo mimi sitaweza kula chakula. Watoto wanauliza wapi mami. Sasa changamoto mimi simu yangu haina vocha, hivyo tutampigia kesho, sawa? Yasi. Watoto wanauliza wapi mami. Watoto wanauliza wapi mami. Daddy wapi mami. Hapo. Watoto wanauliza wapi mami. Daddy wapi mami. Sasa Sabra, na changamoto hapa, nilikuwa naomba msaada wako tafadhali. Mtoto amegoma kula kabisa toka mchana, na amesema ili aweze kula anahitaji asikie sauti yako ikimthibitishia kuwa utarudi. Hebu naomba nisaidie katika hili. Baba yake, mwambie tu kweli mtoto kama umepata salama. Hata kama ataumia atazoea tu. Sasa nisikilize Sabra, mimi nitamwambia ukweli, lakini kulingana na umri wake muda bado. Tumwache kwa kidogo ndipo tuweze kumjulisha hichi kinachoendelea kati yetu. Kwa sababu nikimwambia sasa hivi na hali yake tunaweza tukajikuta tunasababisha tatizo likawa kubwa zaidi. Tafadhali Sabra, hebu mfanye mtoto wako aweze kula. Sawa. Sasa ndio Yasin, njoo mama amekupigia uongee naye. Ongea na mama huyu. Atarudi, amesema anataka kuuliza kuleta zawadi gani. Alo. Alo mwanangu. Mama, ni kweli utarudi? Ndio mwanangu, nitarudi. Kuna chakula baba, sawa? Rudi mama. Unajua mimi siwezi kuishi bila wewe. Nakupenda mama. Nakupenda pia mwanangu. Nikirudi nitakuletea zawadi, sawa mwanangu? Sawa mama. Alafu mama, baba mbona mama ongei? Halo. Kiona chozi lingili nanitoka, niache usinifute. Kula chakula atakuja. Moyoni na mengi, maumivu yanachosha, yanachosha, niache usinifute.
Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo uwe hapo. Mama yangu, hivi ni kwa nini sijai kukuona? Yaani mpaka nimekuwa sijai kukuona mama yangu. Aisee, huyo mzee saniambie tu kama mama yangu alishakufa mimi nijue. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo. Samani kaka, ni saa 7 sasa, tunahitaji kufunga baa, muda umeisha. Sasa mimi nahitaji kuendelea kuwepo hapa, nipo sana. Lakini muda umeenda sana. Kwani shida ya wapi? Mimi sinatumia pesa zangu. Shida ya wapi? Naomba uniache. Sawa, malizia hizo kisha tufunge. Asante kwa kunihurumia. Lakini sasa hivi ni usiku sana. Kwani tusilale hapa tuondoke asubuhi? Usijali. Nimelipia hiki chumba mpaka asubuhi. Kwa hiyo ubaki hapa mpaka asubuhi. Hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na Wewe unataka utajiri? Utayaweza masharti. Utajiri inatakiwa uwe na kaba, tena uwe jasiri na msiri pia. Nimekupa mtihani kidogo, nimekuwekea nyoka, lakini na kuona unavyojamba jamba, unaachia vifurushi tu, mara vya buku, mara vya jelo, mishuzi na kutoka pwa pwa pwa, koje odebe nya jaba pwa pwa pwa. Sasa basi, utayaweza masharti? Nitaweza mtaalamu, naomba nisaidie. Safi sana. Kama utayaweza masharti, nahitaji umwingilie kimwili binadamu aliye chini ya miaka 6 na ambaye hana dhambi, hajawahi kufanya dhambi yoyote. Kisha uniletee damu yake, mimi nitaifanyia kafara, na wewe utakuwa tajiri mkubwa. Nenda kavue mavazi yangu ya ibada, kisha unaweza ukaenda. Ila kwa sasa wacha nimtoe huyo nyoka, nimuaishe ujinini. Na muaisha ujinini chap kwa mwendo wa ngili, mkia wa njiwa. Nenda katoe mavazi yangu. Na uchawi umekithiri, ushirikina umetawala. Habari yako? Salama. Shikamoo. Marahaba. Unakumbuka mimi na wewe tushakutana kimwili? Ya, nakumbuka.
Sasa basi, nilikuwa siku zangu za hatari, ulinipa ujauzito. Sasa umewezaje kuruhusu hilo wakati mimi na yeye tulifanya biashara tu? Tena kwa bahati mbaya. Kwa nini umefanya hivi? Najua, lakini hata sisi kuna muda tunapata ajali pia. Na ndio maana nimekuita hapa, kuna jambo nahitaji unisaidie. Jambo gani? Kuna hasara imetokea hapa kazini kwetu. Hivyo baadhi ya wafanyakazi hatutapewa mshahara mwezi huu na mwezi ujao. Nilikuwa nahitaji unisaidie pesa nikatoa hii nyumba. Hapana. Kiukweli mimi siwezi kushiriki hiyo dhambi. Unataka sasa mimi nifanye nini? Kama kweli hiyo mimba ni ya kwangu, iache nitailea. Hebu kuwa na adabu wewe. Mimi ni mkubwa sana kwako. Alafu kipindi nitakachokuwa nalea mimba sitaweza kufanya kazi. Nitapata wapi pesa ya kuendesha maisha yangu? Okay, tufanye kitu kimoja. Mimi nitakuwa nakupa 500 kila mwezi mpaka utakapojifungua. Japo katika kipindi chote mimi na wewe tutakuwa hatuna mahusiano. Sawa? 500? Nitaamini vipi ukinikimbia je? Hilo swali labda nikuulize wewe. Utaamini vipi kama hii mimba ni ya kwangu kweli? Hebu tuaminiane basi. Hapana, mimi siwezi kuamini wanaume. Wewe nipe pesa tu nikatoe. Mimi nimeshakwambia kwamba siwezi kushiriki hiyo dhambi. Kama huamini basi twende ukaishi nyumbani kwetu mpaka pale utakapojifungua. Then mtoto akikua, akifikisha umri wa kulelewa na mzazi mmoja, nitakuruhusu endelee na maisha yako. Na hizo 500 ndo basi tena? Nitakuwa nakupatia kila mwezi kama hivyo kwa hiyo. Wewe mtoto wewe, usije ukaja kuniingiza cha kike nikachekwa na rafiki zangu mimi. Kama uniamini basi mimi niondoke. Ile ni kuache ushiriki hiyo dhambi peke yako. Single father, single father, single father, single father, single. Umwache mtoto maana jua kali sana. Anda kwa. Ndio mbeba. Wewe. Nahitaji umwingilie kimwili binadamu aliye chini ya miaka 6. Sasa karibu sana. Hapa ndio mahali. Na nadhani kachukua vitu vyako sasa hivi unaenda simu yako. Asante, nashukuru sana. Dad. Baba. Oh. Majuma. Kama kweli Mungu mkubwa. Mmekutana? Afande Msisiri. Nimekutafuta muda mrefu bila mafanikio. Hebu ngoja kwanza. Ni mnafahamiana? Wasemaji! Semaji unafanya nini? Wasemaji! Semaji unafanya nini? Wasemaji Mungu. Ndio. Huyu ndio mama yako mzazi aliyokuzaa. Alikuacha kwangu bado mdogo sana.
Kwa Juma, nimemleta mtoto kwa ajili ya kuja kuona. Hivi ninavyoongea nimehamishwa kituo, ila nitakuwa na utaratibu wa kuja kuona. Kwa nini umehamishwa kituo? Nimepandishwa cheo. Sawa. Na watakia kila la heri huko mwendapo. Lakini Mwajuma, kwa nini usiunganishe na baba yake ili anapomhitaji aje amuone? Sitaki kumsikia huyo mtu tena, kwa sababu alifanya mambo ya ajabu kwenye maisha yangu. Wewe nenda naye tu kama mtoto wangu, nakuomba kama. Sawa, mimi wacha nikajiandae. Nafikiri muda wa safari ukifika nitakujulisha. Sawa. Kwa nini hakuniambia yote haya toka mwanzo? Ina maana kumbe wewe sio baba yangu? Ndio, ila sikutaka ulijue hili mapema. Kwa nini ukutaka kuniambia mapema mzee wangu? Kwani kuna nini? Kwani tukio baya hili? Tukio la furaha kabisa hili. Mmekutana. Nimetembea na mama wangu. Alafu mbaya zaidi nimempa ujauzito dada. Ulitakiwa uniambie ilitoka mwanzo baba. Ungesema toka mwanzo dadi. Hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umekithiri, ushirikina umetawala. Naomba tuingie ndani tukazungumze. Siingie ndani na kusikiliza. Wewe na kaka yako umeamua kunizalilisha, si ndio? Mtaa mzima unatambua mimi nataka kumwongea kimwili mtoto wake. Alafu unaona sawa eh? Kakangu sio mjinga. Ni kweli ulikuwa unataka kufanya hilo. Alafu nasema nakuzalilisha. Mimi au wewe ndio umenizalilisha? Matulanga, mimi naondoka. Talaka yangu utanifuata kwa kaka. Maana siwezi kuendelea kuishi na mtu mwenye roho ya kishetani namna hiyo. Nani shetani? Wewe hapo. Tena ni zaidi ya shetani Matulanga. Ina maana mimi sikutoshi au? Mpaka unaamua kumuingilia malaika sio kuwa nakosa lolote. Kwa nini lakini? Kwa nini Matulanga umeamua kunizalilisha kiasi hicho? Tena unionea hata huruma na hii hali yangu. Matulanga, mimi naondoka. Mungu atanilipia. Karibu. Nilikuwa na nonongo za mtoto mara moja. Nini kimemkuta mtoto? Kama nilivyokuambia kwenye message. Matulanga bwana sijui alipatwa na nini. Alitaka kumbaka mtoto wetu. Nilikwambiaje kuhusu kunitumia message? Sonia. Lakini sio ya mahusiano. Ni kuhusu mtoto, niliona sio vyema upate taarifa kwa mtu mwingine. Ni busara mimi mwenyewe kukujuza hiyo taarifa Sonia. Hivi, unajua kama mpenzi wangu ameona message zako na Memai? Sonia. Tusiwasiliane tena kuhusu mtoto jamani. Joel,
Nilishakwambia chochote kitakachomkuta mtoto malizana nacho, usinishirikishe mimi. Maneno gani unaongea Sonia? Hebu muogope Mungu. Halafu tambua yule ni mwanao wa kumzaa Sonia. Mungu anakusikia juu. Kelele. Sasa naomba unisikize kwa makini Joel. Kuanzia leo hii mimi na wewe tunavyoongea hapa, sina mtoto na wewe. Umenielewa? Kwa hiyo unamaanisha Salim sio mtoto wako? Ndiyo. Sonia. Sasa bwana Chike, mimi sioni haja ya wewe kumzuia Sonia asiasiliane na mzazi mwenzie. Wamezaa hawa. Msijiangalie nyinyi tu. Hebu kifikirie na kile kiumbe. Kinapata tabu. Unajua ni ngumu sana wazazi kuachana. Wanaweza kukutana kuzungumzia habari za mtoto lakini bado akajikuta na kushia mahusiano. Na katika hili Sonia, mama wangu uko pale pale. Ukija kugundua na wasiana mzazi mwenzie, ndio utakuwa mwisho mahusiano. Usifikie huko. Sio huko, mimi nimejaribu kushauri tu. Sawa? Kama itawapendeza mtafuata ushauri wangu, lakini mkiona kama vile ushauri wangu hauna maana, itokee, fanyeni mnachojisikia. Nikukimbie basi. Maana nina mizunguko mingi sana leo, alafu pia nataji niwahi nyumbani kwa ajili ya kukaa na dogo. Shem, ungesubiri chakula maana kinakaribia kuiva. Yari. Nitakula next time. Ngoja niwahi nikale na dogo kule, maana mimi nikishiba hapa ule peke yake hawezi kula. Oya mzee. Haina noma. Tutawasiliana basi. Karibu sana. Poa poa. Marhaba, karibu. Nilikuwa namuulizia Rake. Vipi nimekuta? Hapana. Atakuwa anaenda wapi? Maana nilikuwa na shida naye sana. Kwa kweli huwezi kumuona kwa sasa, maana hayuko sawa. Sasa naweza nikaja wakati mwingine, au kama utujali unaweza kunisaidia namba zake baba? Namba zake huwa haruhusu kutoa, labda urudi kwa wakati mwingine, naweza kaenda. Asante. Sawa. Sabla. Hizi shikamo za nini jamani? Hizi mvi sio kama utu uzima, hii ni bridge tu. Yaani usijali. Unajua umri mimi na wewe tuko sawa. Namba tu kasoro. Sasa shikamo. Haya makelele Sabla. Sabla. Hivi unajijua kama wewe mzuri? Naona umevuka mipaka sasa. Sasa nisikie. Ukiendelea na hili swala ujinga wako, nitamwambia mama. Hapo sifiki. Tazama vile umeshakushuka. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu, hakuna pa kukimbilia tena. Maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Oh, Sabra macho. Yani baby, huku nilipokuja kufanya kazi ni kuzuri. TV, makochi, yani kuzuri. Bosi akiwa anaondoka nitakuwa nakuita tuje kushinda wote.
Yes, my son. Huyu anaitwa dada Adija. Yeye tutakuwa tunaishi naye hapa na ndio mtu ambaye atakuwa anakuangalia na kupa malezi yote kipindi hichi ambacho mama yuko safari. Umenielewa? Kwa hiyo baba, unashindwa kufanya jitihada za kumrudisha mama nyumbani? Yasiri. Nimeshakwambia mama hajaondoka, bali yuko safari na muda wote atarejea. Sasa kwa kipindi hichi ambacho yeye hayupo, ndio maana nikamtafuta dada ambaye atakupa malezi yote ambayo mama alikuwa anakupatia. Atakuwa anakufulia nguo, kupikia chakula. Umenielewa my son? Sawa baba, nataka kwenda kufanya ibada. Sawa, nenda. Adija. Yasiri amelelewa katika mazingira ya kumcha Mungu sana mama yake. Kwa hiyo wakati unakaa naye naomba zingatia hilo. Sawa. Anyway, mimi nadhani nikukimbie, kuna mambo naenda kuyaweka sawa kidogo. Nitarudi baadaye. Kila kitu nimeshakuonesha, nimeshakukabidhi, kwa hiyo wewe kaa hapa kwa amani. In case kuna emergency yoyote nipigie simu, sawa? Sawa. Baadaye basi. Nani atasikia kilio chako? Vipi kaka? Umefanikiwa? Hapana. Nilimfuata sijamkuta. Sasa itakuwaje na hali ya msichana inazidi kuwa mbaya? Hata mimi naomba pia. Kaka, mimi nadhani lile wazo la kuuza kiwanja tungelifanya tu kwa sasa. Maana sijui tukampoteza mtoto pamoja na wewe. Afya ni muhimu. Mimi nimekubali. Wewe nenda kauze hicho kiwanja. Tupate ile ambayo tutafungua biashara ili kuweza kuendesha maisha yetu. Unajua kile kiwanja tuliachiwa na wazazi wetu, na mimi nilikuwa sina mamlaka kufanya chochote bila kukushirikisha. Lakini maadamu umeridhia mwenyewe, basi ngoja mimi nikawape madalali hiyo kazi. Basi sawa, wewe nenda. Mimi acha nimkorogee selini na uji. Alafu nikimaliza nikakope hela nipeleke hospitali. Ukija tutazirejesha. Kijana. Mzee. Karibu. Asante sana. Karibu is welcome. Shukrani. Nakusikiliza kijana wangu. Majaliwa. Kiu yangu kubwa mimi ni kuwa tajiri. Na changamoto nyingi sana ambazo zinahitaji pesa. Naomba unisaidie. Lakini sili kupeleka kwa mganga wewe, ili mambo yako yanyoshe, yaweke sawa, vitu viende. Ndio. Lakini nilikosea masharti. Nimepelekea mpaka mke wangu kanikimbia. Sasa ninakwambiaje? Rudi tena kwa mtaalamu. Mwambie kila kitu which in which atayanyosha, mambo yako yatakaa sawa. Kila kitu kitaenda sawa, level kabisa. Atanielewa kweli? Ndio maana nimekwambia rudi tena, mueleze kila kitu. Mwambie Majaliwa akasema hivi, atakusaidia kwa ubavu wangu. Hakuna kukata tamaa katika ya mambo. Wala fikiri mali inapatikana kirahisi rahisi.
Ukiona watu wana malosheni wa nini, unafikiri umepata kwa njia moja? Watu wana njia mbadala, njia ya ziada. Pambana baba. Watu wanachinja, wanafanya kila kitu. Nafikiri umeelewa somo. Bora jambo jepesi hilo bwana. Usikate tamaa bwana. Tunatakiwa tutafute wanawake ambao wana mapenzi ya kweli na ambao wana uvumilivu katika maisha. Hii itasaidia sana kuweza kupunguza watoto kulelewa upande mmoja. Unalia nini sasa? Nimekutana na mkuu wa kituo na amenikutanisha na mtoto wangu. Wewe. Sasa jambo la furaha dadangu, sio unalia nini? Nimetembea na mtoto wangu na ujauzito uniwa kwake. Naumia Modekaya. Sura yangu taiweka wapi? Mtoto nilimweka tumboni nikamzaa kwa uchungu miezi 9. Leo nimekuja kubadilika kwa mke wake. Unadhani jamii inanionaje? Watu wananichukuliaje? Naumia sana, moyo wangu unauma. Sura yangu sielewi nitaiweka wapi. Modekaya, naomba nikukutanisha na mtoto wangu kabla sijachukua maamuzi nayoyafikiria. Ni maamuzi gani hayo? Poleni sana kwa ajali niliyopata. Asante. Na tumejaribu kucheki vipimo vya X-ray na ultrasound. Imeonyesha kuwa Mr. Chike wewe uko sawa. Lakini kwa upande wa dada Sonia amepata matatizo tumboni. Na pia kutokana na tatizo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi. Hivyo Sonia hutaweza kubeba tena mimba. Umepima vizuri kweli? Ya, kwa mujibu wa vipimo vyetu imeonyesha kuwa ipo hivyo. Pole sana dada. Mama, karibu chakula. Mama. Mama. Mama, amka ule chakula. Mama. Harakei. Harakei, njoo mama, tuko mapovu. Mama. Mama.
Wewe mama afanyaje? Mama. 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 Umefanya nini mama yangu? Umefanya nini mama? Mama. 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 Mama, usiniache peke yangu, mwanao nakupenda mama. Mama, amka mama yangu. Mama. Zara, naomba nisaidie kumwamsha mama yangu. Mama. Mama. Mama bana. Mama, kwa nini umefanya hivi mama? Mama. Amka mama. Mama, amka, mwanao nakupenda mama. Mama, usinifanyie hivyo mama yangu. Mama. Zara, mama yangu. Mama. Kiona chozi lingine linanitoka, niache usinifute, usinifute moyo. Taratibu, unauma. Pole kaka, inabidi ujikaze, maana tusipofanya hivyo hautolala, mguu utakusumbua. Hali ya mgonjwa inaendeleaje? Salama. Baada ya kumaliza kumhudumia mgonjwa, nimekufuata twende nyumbani. Matulanga, nahitaji talaka yangu. Siwezi kuishi tena na wewe, na huo ndo msimamo wangu. Nadhani umenielewa. Nachojua mimi ni kuoa tu, sio kutoa talaka. Shemeji, nimemfuata mke wangu. Na ukumbuke kukaa na mke wangu ni makosa makubwa sana, kwa sababu sijampa talaka. Sijui umenielewa? Niache Matulanga! Hivi wewe ni mtu aina gani? Mdudu, shetani au mnyama? Unaona kikatili sana Matulanga. Nakuchukia. Nakuchukia Matulanga. Ondoka! Toka Matulanga! Toka kwetu Matulanga! Kiona chozi lingine linanitoka, niache usinifute.
Pia kutokana na tatizo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi, hivyo Sonia hutaweza kubeba tena mimba. Kuanzia leo hii mimi na wewe tunavyoongea hapa, sina mtoto na wewe. Umeelewa? Kwa hiyo unamaanisha Selina sio mtoto wako? Ndio. Sonia. Sonia, mbona uli? Sijisikia tamu ya kula. Mimi nafikiri cha kwanza tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna mtu ambaye amepata majeraha. Lakini pia haupaswi kuhuzunika kiasi hicho, wala majibu ya daktari yasikuumize kiasi hicho. Kupata mtoto ni mpango wa Mwenyezi Mungu, na hata kama ikitokea hujapata, mimi siwezi kukuacha. Nitaendelea kuwa na wewe kwa sababu nakupenda. Ni bora hata ningekuzalia mtoto mmoja ndo lingetokea ile tatizo. Huwezi kunivumilia hata kama unanipenda. Ni lazima tu tutoka nje kwenda kutafuta mtoto pembeni. Hapana Sonia, siwezi kufanya hivyo. Nitaendelea kubaki na wewe kwa sababu nakupenda. Sonia, usifanye bonjo ule basi. Nikande vizuri, mbona upo romantic wewe? Hapo ndo bado umefika, naomba nielekee kuswali. He? Utaweza lini sasa? Si naona kufundisha hapo, ukimaliza utaelekea huko unakotaka kwenda. Dada, nilifundishwa muda ibada ukifika niache vitu vyote nielekee kuswali. Kwa hiyo, hujafundishwa kwa heshima ukubwa, si ndio? Hapana dada. Sasa kwa nini unabisha? Mfanye huko sasa usikie kelele zako. Na ukimaliza hapo kunikanda vidole, nikande miguu, mikono na mwili mzima. Sijui tumeelewana? Watoto wanauliza wapi mami? Daddy wapi mami? Hapo. Vipi hali yako? Homa imepanda sana na sina nguvu. Na mwili wote pia moto. Pole sana kakaangu. Hata hali ya mtoto nayo sio nzuri. Na nikiangalia tuna hata pesa. Sijui tunafanyaje sasa. Sina cha kufanya. Maana ningekuwa na nguvu, kuna wateja wanahitaji maji ningewapelekea. Lakini nashindwa kufanya hivyo maana nauma sana dada yangu. Haya maji yako wapi? Haya kuna madumu. Wateja je? Tawapili hapa. Nielekeze vizuri, nataka niwapelekee. Dada, na wewe hali yako utaweza kweli? Selina wewe? Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha.
wakati unajua fika mimi nakaa na mke. Ungemkuta Sonia ningejibu nini mimi? Simu zangu upokee, SMS ujibu. Kwa hiyo unataka nifanye nini? Okay, sorry. Nilikuwa mbali na simu. Niambie. Una mpango gani na mimi? Kivipi? Kivipi? Yaani unaniuliza kivipi? Umenipa maambukizi ya HIV, imepelekea ndoa yangu kuvunjika. Na mimi sipo tayari kukaa nyumbani, nadhani unaelewa hilo. Na kuuliza kwa mara nyingine Chike, una mpango gani na mimi? Sabra. Unajua fika mimi nakaa na mwanamke. Na hata kama ningekuwa sikai na mwanamke, nisingeruhusu uje ukae hapa. Kwa sababu wewe ni mwanamke rafiki yangu. Hivi unafikiri siku akija kujua atanichukuliaje mimi? Nadhani hujanielewa. Swali langu ni kwamba una mpango gani na mimi? Pole sana dadangu. Lakini kwa nini usingejaribu na mitishamba? Huenda ungeweza kulitatua hili tatizo. Sidhani kama itawezekana. Anyway, ngoja nimalize dawa zilizopewa hospitali. Alafu nitafanya hicho ambacho umeniambia. Pia ushauri wangu mwingine. Embo ongea na Joeli vizuri muyamalize. Mumlee mtoto wenu vizuri. Huenda wao ndo mmeandikiwa na Mungu. Umenielewa Dasonia? Samani. Habari yako? Salama. Unafanya biashara ya kuuza maji? Ndiyo. Wow, hongera sana. Asante. Lakini kwani usingemwacha mtoto nyumbani alafu ndio ufanye hii biashara? Huoni kama unateseka? Babake anaumwa, kwa hiyo sina mtu wa kumwachia. Oh. Pole sana. Asante. Ila next time usihisi kuwa katika hali hiyo. Pia alikuwa na mtoto mdogo kama hivyo. Kwa mazingira yetu sisi wa Afrika, hasa ukiwa una kipato, lazima upitie changamoto nyingi sana. Huyu sio mtoto wangu, ni mtoto wa kaka yangu. Okay, unajua ni wa kwako. Naitwa Chifu. Naitwa Maida. Sasa Maida, nataka nikupe dili. Kila siku nilete hapo ofisini kwangu madumu mawili. Nahitaji nianze kufunga maji yale ya 100 ya Kandoro katika mafiki yangu. Kwa hiyo, ulete madumu mawili kila siku hapa. Nashukuru sana kaka yangu. Ile hili dumu ni la watu. Je, nipeleke afu ndakuletea la kwako. Haya, karibu. Asante. Sabra. Huenda. Mimi nitafanya kila njia rudiane na Fahadi. Mimi nitakuwa nakuhudumia kwa kila kitu. Kwa kipindi hiki ambacho uko peke yako. Sawa? Chike, mimi naenda. Ila nakuahidi, usipotimiza ahadi yako, nitamwambia kila kitu Fahadi pamoja na Sonia kama wewe. Ni nani huyu? Huyu alikuwa shemeji yangu kwa Fahadi. Kafanya nini hapa? Alikuja kuniambia nimsaidie kurudisha ndoa yake, lakini pia
nimwombe msamaha kwa Fadi. Una uhakika na unachokiongea? Mapenzi yamejawa na usaliti, watu wapendani, visa vingi, unayempenda hakupendi, purukusha soma dingi, hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua. Wewe yale utanitambua. Kwa nini utakuongoza shule vile? Naongea na wewe, kwa nini utakuongoza shule vile? Usamee dada, nilisikia kizunguzungu hata nikaanguka chini, nguo zikachafuka. Unajua kufua wewe? Unajua kufua? Hapana dada, nisamee. Sasa leo nakupiga na zile nguo pale na kusimamia unazifua. Shanzi mkubwa wewe. Alo Fadi. Ya, kuna simu nimetoka, nimeona je nimwangalie mtoto mara moja. Lakini geti limefungwa. Pole sana. Sasa tutakuwa melala. Sikiliza. Kama ilikuwa Okay, sawa. Mimi sina pesa mwanangu. Mungu nisamehe mamangu. Aliyesababisha haya yote ni baba. Nisamehe mamangu. Eti kama ningejua umefungwa mama, nikuje kukuona. Sikutakiwa kufanya hivyo mamangu. Sikujua kama ugonjera mamangu, ningekuja kukuona. Mama. I'm sorry. Rudi duniani nikuombe msamaha. Unisamehe mama. Lakini usilie. Kumbe jikaze. Najua ni namna gani unaumia. Niache. Mama wangu yuko wapi? Yuko wapi mama wangu? Mama wangu yuko wapi? Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo Uko wapi mama nikuombe? Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo we hapo. Wanatamani hata kidogo kuone. Pole babangu. Unajua kufanya makusudi. Hata Mungu atakusamehe kwa hili. Kupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe. Nyamaza. Single father, 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 single. Dada yangu aliamua kujiua baada ya kujua ametembea na mtoto wake. Yote sababu yako wewe mzee Matata. Sasa ninasema tena, Yasir hawezi kuondoka hapa, na huo ndio msimamo wangu. Ataondoka hapa pindi mimi nitakapoamua, ndio naweza kwenda sehemu nyingine. Nimemaliza na sitaki discussion katika hilo.
inabidi umtoe kafara mkeo. Hapo ndipo utapata utajiri, na sisi tunachohitaji ni kile kiumbe chake cha tumboni. Hivyo basi, kafara hiyo utaifanya kipindi mkeo anataka kujifungua. Baby, uko sawa? Yeah, uko sawa. Simu yako imenishtua sana. Kulikoni? Namhitaji mwanangu niondoke naye sasa hivi. Yaani Sabra, serious? Hicho ndio kilichonitia. Nimeacha shughuli zangu ofisini, umekuja kunitia ujinga. Kumbuka mimi tulishazungumza na tukakubaliana kwamba Yasiri hawezi kutoka hapa, atakaa hapa. Sasa ninasema tena, Yasiri hawezi kuondoka hapa. Na huo ndio msimamo wangu. Ataondoka hapa pindi mimi nitakapoamua, ndio anaweza kwenda sehemu nyingine. Nimemaliza. Na sitaki discussion katika hilo. Yasiri anapigwa kama mbwa. Kisa tu kachafua nguo za shule. Alafu haitoshi. Huyu mdada wako anamwambia mwanangu amkandekande miguu. Kawakosea nini baba Yasiri mtoto? Wewe hizo habari nimekupatia nani? Baba Yasiri, mimi sio mtoto mdogo. Na akili zangu timamu. Nachoongea na maanisha. Nimeshuhudia kwa macho yangu huyu msichana akimpiga mwanangu kama mbwa. Na mhitaji mwanangu sasa hivi niondoke naye. Lakini Sabla. Lakini nini bwana? Baba Yasiri, na mhitaji mwanangu niondoke naye sasa hivi. Yaani nimeshuhudia mwanangu anafanyia vitu vya ajabu, afu na yeye anakuambia unaleta ngonjera zako. Sasa leo tutajua mbivu na mbichi. Ama zangu ama za huyu msichana. Wewe Yasiri, anachokizungumza mama yako kina ukweli? Sinakuuliza. Ndio baba, ukiondoka huwa ananipiga, ananitesa na kuna muda ananyima chakula. Hapana kafara. Nimekuja mganga. Masharti ulionipa nimekosea. Nimerudi, naomba unisaidie. Nimelijua hilo na nimeliona tangu tokako. Wewe umekosea masharti na umekera mizimu na majini. Majini wote wamekasirika kwa upumbavu wako uliofanya. Siwezi kukusaidia kwa hilo. Naomba unisaidie mganga. Ninahitaji kuwa na mali. Wewe masharti huyawezi, na inaonyesha dhahiri kuwa ushirikina huwezi. Kama kwa shetani kumekushinda, jaribu kwa Mungu. Mrudie Mungu wako, nenda nyumba za ibada. Pia huko ukisali sana utapata utajiri. Utajiri wa kichawi huwezi kabisa. Mzee wangu wewe, naomba unisaidie. Nitakusaidia kwa mara ya pili, ila ukikosea tena masharti lazima usulubike. Utawajibika, na hii itakuwa fundisho kwa washirikina wengine wote wanaotaka utajiri. Wewe si una mke? Ndio. Na ana kiumbe tumboni. Inabidi umtoe kafara mkeo. Hapo ndipo utapata utajiri, na sisi tunachohitaji ni kile kiumbe chake cha tumboni. Hivyo basi, kafara hiyo utaifanya kipindi mkeo anataka kujifungua. Umenielewa? Umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Fanya kama ipasavyo, na ukikosea masharti utajuta. Utakiona cha mtema kuni. Unaweza ukaenda.
Unajua mama, matatizo aliyempata RK ni magumu sana kwa mtu yote. Sasa kwa kipindi hiki anapitia matatizo yale, unatakiwa mama uwe karibu naye, umfariji, bembeleze ili hali isije kumrudia. Umenielewa? Nimekuelewa baba. Nampenda sana RK. Ndio maana sikuonyesha kumtenga kwa hali yoyote hiyo. Hata aliponiambia kwa ametelezana kumpa mwanamke mwingine mimba. Na kwa hilo nakutegemea sana. Usijali baba. Usinune baby, kwa nini umenuna? Au kwa sababu jana hujaniona? Kazi zilinibana sana, na ndo maana kweli jana hujaniona. Nakubali kweli jana sijarudi mama, ila penzi nililala kazini, sio kama nilifanya kusudi mama. Nililala baby, wakumbia nini baby, nami natafuta kwa ajili yako. Baby, uko sawa? Yeah, niko sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Na naomba unisamehe kwa kutokufika kwenye graduation yako. Usijali baby. Najua ulikuwa na matatizo. Ndio maana ukashindwa kufika hata kwenye graduation yangu. Okay. Umemaliza chuo sasa. Nahitaji kujua juu ya ahadi yako. Vipi? Kuhusu mpango wetu. Bado mwanzo wako uko vile vile? Yeah. Ni wakati wako sasa wa kufika nyumbani na kufuata taratibu zote ili mke wako halali. Pole sana. Kwa hiyo umeshamfukuza yule msichana aliyekuwa anamtesa mtoto? Ndio nimemfukuza. Japokuwa napitia kipindi kigumu sana kwa wakati huu. Kwa nini? Inalazimu niamke asubuhi kwa ajili ya kumwandaa Yasri, kisha nimpeleke shuleni. Ninapofika jioni pia nafunga ofisi mapema ili niweze kumfuata shuleni nikakaa naye nyumbani. Maana sijapata kuyafanya hayo majukumu kwa sasa. Asante. Karibu. Asante. Mimi naona urudiane na mama yake ili akusaidie kumlea. Hapana, siwezi. Kwa sasa tegemezi langu ni wewe Maida. Kivipi? Kama hautojali, naomba nikuoe. Tukaishi pamoja nyumbani ili unisaidie kumlea Yasri. Nakupenda kwa kweli. Tokea awali nimekuona. Moyo wangu umenionyesha wewe ndo mtu sahihi. Kila hatua ngumu imenifunza kuvumilia. Na hii hali yangu. Maida, mtoto wako ni wa kwangu na wa kwangu ni wa kwako pia. Hivyo nikutoe wasiwasi. Kama ukijifungua salama, nitamlea huyo mtoto kama ninavyomlea Yasri. Nitakuwa babake mdogo. Nitampenda pia. Ni nani? Ni yule mwanaume nilikwambia nahitaji anipe talaka. Okay. Kwa hiyo unahitaji mimi nifanye nini sasa? Naomba tukaishi pamoja katika kipindi hichi, huku kiendelea kufuatilia hiyo talaka yako, na ukishaipata ni kuoe uweze kuwa mke wangu rasmi.
tutaishi vipi hapo sasa? Sitogusa mwili wako mpaka tukishafunga ndoa. Na tutapokuwa nyumbani, wewe utala chumba chako na mimi chumba changu. Nikisha kuoa ndo mengine atafuata. Basi sawa. Ngoja nikaongee na kaka. Kisha nitakupa majibu kuhusu hili. Sawa. Karibu tule. Mimi tayari. Warda, moyo wangu umechoka kidogo, lakini bado na mahindi, haujaenda mbali na roho. Njia zimejaa machozi, sijui ni nani wa kukutetea. Kama unapenda mchukue tu mzigo. Bwana anataka nitafute mwanamke. Polisi hizo. Mama daktari amesikitisha kama mzunguko mtoto. Ni nani? Lazima nijiulize tu. Nadhani tutawasiliana. Haina noma basi. Nilikwambia utaweza kunivumilia. Mpaka nisahau laza ya ubongo dada. Na sikupiki leo wali. Napika pilau, nyama pamoja na kachumbari. Wewe utafurahi sana. Alafu dada, kwa hiyo mimi utaniacha mwenyewe pale nyumbani au? Hapana. Yaani uweze amini. Yule kijana ni mkarimu sana. Baada ya kumpigia simu kumwambia kwamba nimemkubali, ameniambia ananifuata mimi, wewe pamoja na mtoto. Twende tukaishi wote kwa. Sasa Mungu amtupe mja wake. Bora hata nikuja kutoka katika kipindi kigumu. Tungekufa hivi. Asanteni. Karibu tena. Kitu kamera chukua. Leo tutapita nao mpaka wewe si una mke wewe? Sasa kwa nini usimtoe kafara yule mkeo ili ukapata unachohitaji? Unyonge wa nini wa kimaisha? Sasa nitawezaje kufanya hivyo na wakati upo kwa kaka yake? Wewe si bado hujamwacha? Ndio, si bado mkeo? Ndio. Huyo ndo mzuri, kwa sababu kwanza hata huyo kaka yake alompokea hana ruksa kukaa naye. Mtoe kafara wewe, maliza mchezo, upate mali, uishi maisha unayohitaji katika huu ulimwengu. Sawa, nitajaribu kulifanya hili, maana bado nampenda mke wangu. Kupenda ndo nini? Hivi wewe katika fikra zako unajua yule mama Sabri ni mke wangu wangapi? Mimi yule sio mke wangu wa kwanza, na yeye mwenyewe yule namvutia maji makubwa, namlia temi. Unamjua mke wangu wa kwanza? Unamjua mimi mwanangu? Unamjua baba yangu? Unamjua mama yangu? Hao wote nishawapa senki kitambo. Ndio maana ukanikuta mimi nakula good time, nakula maisha na chana life. Sasa fanya kinachohitajika, fanya kikubaliki, ili uishi maisha kama mimi na good time. Shikamoo. Marahaba. Vipi, mbona uko hapa? Nimefukuza tuition sababu ya pesa ya ada. Mambo haya. Hivi mwalimu situzungumza naye tuvumilie ndani ya wiki. Inakuwaje leo analifanya hivi? Kasema nene hata na pesa nusu. Kwani pesa yote kiasi gani? 50,000. Kumbe cha mtoto tu. Iko change hapa. Ashika. Pokea usijali. Sana. Sasa hii hapa
utafanya harakati zako zingine, utanunua urojo, utanunua mambo yako mengine kwa ajili yako Okay. Sawa. Naomba wahi tusheni. Na yule mtoto kichuga kile kinajipendekeza. Mwaka huu mimi sijatoa mtu, namvutia maji makubwa tu. Utapita naye. Ndio hivyo bwana. Habari ndio hiyo. Get up, stand up. Na uchawi umekithiri. Ushirikina umetawala. Single father, single father, single father, single father, single father, single father. Jana nilikuja kwa mama yako sijakukuta. Nimekaa muda mrefu sana haukutokea. Ulienda wapi? Kwa rafiki yangu. Na vipi kuhusu mtoto, anaendeleaje kwa babake? Acha tu mdogo. Maisha yangu yametawala na kiza. Sina nani atanimulikia nuru nione kunienda. Sijui. Usijali mwanangu. Yatapita hayo. Yanatumekana babako tulikuwa tunajadili kuhusu wewe ili aweze kukusaidia. Amesema atakupa mtaji kufanya biashara. Utaangalia mwenyewe. Kama utakupisha vijora au kama utatafuta banda uze mama ntilie, ni sawa, ili uweze kujikimu kimaisha. Baba yupo? Si mzee Majabei? Hapana mama. Sihitaji hela yote ule mzee. Sihitaji. Kwa nini? Hivyo tu. Ila mwanangu, mimi na mama yako tunakupambania na tunaendelea kukupambania. Yaani tunajitahidi kumshawishi yule mzee akubali kutoa pesa ili na wewe ufanye hata biashara angalau ikimu mwanangu. Sasa hapo shida iko wapi? Mama, hata naandalia kile chakula nile, kuna kitu nataka nielekee. Afu pia naomba mtambue Majabei si baba yangu. Sawa, lakini mwanangu, mbona unazidi kunipa kashaka? Mama. Subiri basi nikakuandalia chakula. Dada yangu aliamua kujiua baada ya kujua ametembea na mtoto wake. Yote sababu yako wewe mzee Matata. Na hata ulipompa ujauzito hukutaka kujishughulisha na chochote mpaka anaingia gerezani. Hukuhangaika na chochote, hukutaka kujua mtoto anaendeleaje wala familia inaendelea vipi. Halafu unakuja hapa unaulizia mtoto. Huo ndo binadamu kweli mzee Matata? Katika hii dunia hakuna mwanadamu aliyekamilika. Mimi najua nimekosea. Ninaombeni msamaha. Naombeni mnisamehe. Halafu nikisha kusamehe dada yangu anarudi duniani, si ndio? Anarudi duniani. Naomba uondoke. Kwa sababu wewe ndio chanzo cha haya yote. Mpaka dada yangu anakufa kwa sababu yako wewe. Umesababisha mama na mtoto waenda kupeana mimba. Sababu ni wewe mzee Matata. Toka kwangu. Na vipi kuhusu mtoto wangu? Sijui chochote kuhusu mtoto. Na usije kaulizia mtoto. Naomba utoke. Toka nisije nikaja kukuitia mwizi. Usifikie huko. Ngoja niondoke. Acha niondoke. Lakini msibani alimwizia baba yake. Nikutanishe naye? Hapana. Hapana. Acha naye aendelee kuteseka kumtafuta mtoto wake kama alivyoteseka dada yangu. Namchukia sana mzee. Shem. Mambo. Poa vipi? Poa mzima. Mzima, karibu. Joeli nimemkuta? Joeli hayupo, wamehama. Wamehama? Wamehamia wapi? Sijui wamehamia wapi, lakini gari imekuja amebeba vitu ameondoka. Sasa atakuwa amehamia wapi?
lakini nampigia simu zake simpati. Hata mimi pia simpati. Basi sawa, endapo utakapompata mwambie Sonia anakutafuta sana. Usijali Sheila, mimi nitakwambia. Naona chambua mboga mwipi. Fanyaje hapa ndani? Tupike cha mchana, unajua tena. Sawa kweli. Subiri chakula. Nimeshiba sana. Kweli? Sio katoka kadondoka huko. Haya, karibu. Shika baba. Marahaba, jambo mwanangu. Jambo. Mbona kama hauko sawa baba? Kwani unauma? Kuna mambo yananichanganya. Mambo gani tena baba? Nitaka umfahamu ndugu yako. Ndugu yangu? Unamaanisha nini baba? Mbona sikuelewi? Wewe na ndugu yako ulikuwa asiye kumuona, na nimefuatilia nikaambiwa kwamba ni wa kiume. Na yuko wapi sasa ndugu yangu? Na ndio maana anakuambia siku sawa, sababu Mwanikaya amegoma kabisa kunipa ushirikiano, na yeye ndiye anayefahamu aliko. Mwanikaya ni nani? Mwanikaya ni ndugu wake na marehemu mke wangu. Kwa nini sasa kagoma? Siku sawa. Kanichukue dawa zangu. Umefikia wapi? Hivi Sabra, kwa nini unanifanyia hivi? Nakufanya nini? Nilikwambiaje kuja nyumbani kwangu bila taarifa? Unajua fika mimi nakaa na mwanamke. Sikuaje tukute, unahisi itakwaje? Nisije nyumbani kwako umechanganyikiwa wewe? Mbona wakati unanipa maambukizi ya HIV huku nikataza nisije kwako? Iwaje leo? Sasa Chiki, nisikilize kitu kimoja. Nakupa siku 3. Nataka kujua muafaka sahihi ya hili swala. La sivyo utanitambua mimi ni nani. Kwa nini kuniambia kama umeasilika? Pole. Hata mimi hakuwahi kuniambia ukweli. Nilikuja kugundua baada ya kumaliza shida zake. Ukiona chozi lingine nanitoka, niache usinifute, usinifute. Moyoni na mengi, maumivu yanachosha, yanachosha, niache usinifute. Watoto wanauliza wapi mami, dadi. Mtaalamu, mke wangu amenikimbia, siishi naye tena nyumbani, hivyo nimekuja unibadilishie masharti ulionipa. Masharti siwezi kubadilisha. Kazi yangu tutaifanya kama tulivyopanga. Ninalopanga lazima lipangike na liwe. Hakuna wa kupinga. Na hata kama ameondoka nyumbani, hiyo hakuna shida. Kwani umempa talaka? Hapana, sikumpatia talaka. Naam,
hiyo inafui. Huyo hata atakapokwenda popote, lazima hiyo kafara itamkuta. Siku yake ikifika ya kujifungua, hapo kafara yetu itafanyika. Usijali juu ya hilo. Kafara yetu inaenda vile vile. Sawa? Na kafara yetu haikimbiliki. Inakupata sehemu yoyote, muda wowote ulipo, na kafara ipo. Sawa mganga. Wacha mimi niende, hicho ndio kilichonileta hapa. Unaweza ukaenda. Ushirikina umetawala. Single father, single father, single father, single father, single father, single father, single father. Nani anapika chakula? Amepika shemeji yako Joy. Yeah. Serious? Wewe ndio unapika chakula? Ndio nimepika. Ongera. Bana ni kizuri mno. Sasa kwa nini mtaka mkukimbia kati ni fundi hodari wa kupika hivi? Kula. Sasa shemeji, bado tukwenda kufanya shopping. Kwa mjini kuna duka la nguo za watoto. I think umeiona. Ya sasa kesho enda kambulia mtoto pia. Asante. Asante sana shemeji. Haina shida sana. Shemeji, na kitu kingine nilikuwa naomba kunisaidia na mimi nipate kiajira. Maana sipendi sana kutegemezi. Sawa, nitapambania. Asante, nashukuru sana. Haya, bwana. Subi. Maksudnya apa coba tidak jadi tapi nggak bisa nak kono jalan ikut ini. Kwa hiyo ulidhamiria sendiri. Subi. Man. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Darasani sio?
Njoo nikufundishe nawe. Mimi? Ndio. Nimwache bwana, mimi nimeshakuwa mtu mzima. Nawezaje ukaa hapo unifundishe? Kusoma hakuna ukubwa wala utoto, hususan katika masuala ya ibada. Eti eh? Anyway, nafikiri nitatenga muda kwa ajili ya kulifanya hili. Vipi? Unanihitaji? No. Niendeleeni tu. Mimi ngoja nikaoge. Then tutazungumza. Mama, tuendelee, nitasahau. Fasalli rabbika wanhar. Fasalli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Asante baby. Nishafika home. Unaishi maeneo haya? Yeah, ni nyumba 3 tu kutoka hapa. Thank you, baby. Shika baba. Huyu ni nani? Baba, ni rafiki yangu tu. Shikamoo. Nenda nyumbani. Kijana, naitwa Mzee Matata. Kama wataka kujua utata wangu, mpatie binti yangu mimba kabla hujamuoa. Hapo ndio utaona utata wangu. Siwezi kufanya hivyo mzee wangu. Unaweza ukenda. Mambo. Dada, salimia. Hey! Ukiona mtu na mambo yake mwache. Sio lazima kuitika salamu. Yaani uache tu. Nimedondosha 200. Ona. Kama unaweza kunisaidia naomba unisaidie, maana sasa kule anapeleka nini? Sasa kama una mimi nifanyaje? Ana. Nani nakwambia uniguse? Unanijua? Au wewe mwizi? Bila shaka hii ndio inalokuwa imepoteza. Ndiyo, nimeangusha 200.
Samahani. Wow. Jambo. Para hapa shule. Baba yupo ndani anacheza karata na mdogo. Ndiyo, baba ameniweka mimi mdogo mwenye roho nzuri na upendo kwangu. Alafu mama, nimeshajua ukweli kuhusu na baba kuwa mmeachana. Kadi mbili. Yaani mimi lazima nitoke. Kola hizo maliza. Nimesha kufunga. Kutotea sana kanisa kitabu. Hiyo mimi. Maida. Hivi si nimeshatoka. Wewe imetoka sanga. Ona nibia. Hata wewe hapa. Umeasia. Karibu. Sombele yako. Salamu. Najua umempata mwanamke mwingine unayependa, lakini sikuloa katika hilo kwa sababu mimi ndo mkosea. Hii mfai upendo mwanangu ameshaitoa. Najua umeumia, lakini atazoea. Beba, mwanangu kusipia kwa unaumia vizuri na unamba mkenzaza karibu kwa namtamu. Nilifanya makosa mepelekea mpaka ndoa yangu kuvunjika na mimi kukaa mbali ya familia yangu. Ukiona chozi lingili nanitoka, niache usinifute, usinifute. Moyoni na mengi, maumivu yanachosha, yanachosha. Niache usinifute. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo we hapo. Wanatamani hata kidogo kuone, maswali yapo mengi wako yajibu niwe, maana wakupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe, oh mwenyewe. Single father, single father, single father, single father. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna
Sabra, machozi yako ni bahari, kila tone la machozi ni siri ya maumivu. Sabra, moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia kanyamaza, alibaki na kivuli cha jina lake tu. Unalia nini na mimi nipo baba yako? Msongo wako wa mawazo yote utakwisha mwanangu. Mimi si mzee wako. Tia vyombo hivi. Ha? Basi. Usilie. Nani tena masimu saizi? Mamako. Na anajua mimi nipo, hana wasiwasi. Halo? Sasa unarudiji na mzigo bado? Hilo jambo jema. Hakikisha ulale huko huko. Na hivyo ndio nilivyokuwa nakusudia mimi ninavyotaka mimi. Hakikisha urudi asubuhi mapema na urudi na mzigo. Mimi nipo, sio na wasiwasi wote, ondoa hofu. Mwanangu. Kunywa, ondoa msongo wote wa mawazo. Unajua bia inaondoa mawazo. Samahani, nimechelewa kwa sababu nilikuwa na kikao ofisini. Sasa hivi ni saa ngapi? Ni usiku sana. Na mbona simu zangu ilikuwa upokei? Simu yangu imezima chaji. Pokea simu yako iliyozima chaji. Nakupenda. Najua unatafuta mtoto kwa sababu mimi sina kizazi. Hapana Sonia, ila sawa. Ila kumbuka ajali iliyotokea wewe ndio ulisababisha kupelekea mimi mpaka kuharibika kizazi changu. Kwa nini unanifanyia hivi Chike? Anyway, nenda kalale.
unafanya hivi? Kwa nini? Unajana mimi na mamangu. Kweli? Kwa nafanya hivi? Nilishindwa kujizuia na matamanio ya nafsi. Amna, umezamiria. Mama kunichanganya mimi na mamangu. Kweli? Mbona umechelewa kufungua mlango? Hata nilikuwa nina kazi kidogo. Sio TV ilikuwa sijasikia. Sabi. Moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama